الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika imani, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu hali ya nafsi katika maisha ya Muislamu. Ewe nafsi, unaishi ndani yetu bila nguvu wala nguvu zetu, na ukawa siri ya maisha yetu. Hatukuoni wala hatukusikii, lakini tunakuhisi katika kila mpigo wa mioyo zetu, katika kila harakati za miondoko yetu, katika kila harakati za miondoko yetu kwako, ambaye baada ya Allah subhanahu wa ta'ala anashikilia huzuni yetu, furaha yetu, na hata machozi na kicheko chetu. Sote dada zangu katika iman, tuna nafsi moja katika maisha haya. Kwa hivyo itakuwa aibu kuiacha ipotee. Tukiziacha nafsi zetu zipotee na kufuata matakwa yao, basi itakuwa tumepoteza kila kitu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, suratu Taha aya 124, ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Na atakayejiepusha na ukumbusho wangu, yani mawaidha yangu, yani haiamini Qur'an hii wala kufuata maamrisho yake, hakika yeye atapata maisha ya dhiki, na siku ya Kiyama tutamfufua kipofu. Dada zangu katika iman, hakuna mja anaelekeza nafsi yake kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa atapona na kuwa na furaha, na hakuna mja yule anayejiepusha na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa atakuwa daima na huzuni katika nafsi yake. Tukitaka dada zangu katika iman, tukitaka nafsi zetu ziwe na furaha na mambo yetu yawe sawa, basi kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala ndio njia ya kufanya hivyo. Nafsi yoyote dada zangu katika iman isiyo na ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala utajaa dhiki, na kadhalika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na uongofu wake ni nur inayomulika njia za usalama kwa mwenye kuyazingatia hayo, kwani atayapata yatakayo mnufaisha duniani na akhera. Dada zangu katika iman, hebu tutazame, kila mtu anaongea, kila mtu anacheka, kila mtu anakula, anakunywa, analala na anafurahi, lakini kuna tofauti kubwa kati ya hii na hii. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu ambaye anajifurahisha, anakula, anakunywa kwa halali na analala kwa utulivu wa akili na kuridhika, na tofauti ya mtu ambaye wasiwasi wake pekee ni jinsi ya kujifurahisha mwenyewe. Halal au haram haijalishi, jambo kuu kwake dada zangu katika iman ni kwamba ana furaha. Dunia dada zangu katika iman, dunia mzima na anasa na matamanio yake haifai hata chembe ya raha atakayoipata mja peponi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma fi dunya والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم أي البحر فلينظر بما يرجع. Wallahi, ukilinganisha dunia na akhira si chochote ila kile anachoweka mmoja wenyu kidole chake hiki na akaashiria kwa kidole chake cha shahada baharini, basi aone atakachorejesha. Kadhalika anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ama yule
aliyeogopa cheo cha Mola wake mlezi na akaizuilia nafsi na matamanio, basi pepo ndio pa kukimbilia. Dada zangu katika imani, ewe nafsi, unakumbuka ulivyotufanya yani tuonekane wabaya? Ewe nafsi, ni dhambi ngapi yani turahisishia? Na je, umetujaribu yani kwa matamanio kiasi gani? Ni rahisi sana kwetu kufanya mambo yaliyokatazwa. Dada zangu katika imani, ni sura ngapi, dada zangu katika imani, ni sura ngapi mbaya zimetufanya yani tuonekane yani wazuri na kusifika yani kwa mabaya hayo? Na je, ewe nafsi, unakumbuka jinsi ulivyovuruga baadhi yetu ambao walikuwa ni ahli al-Qur'an, watu wa Qur'an iliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadi kwa maasia ya uimbaji nyimbo za mapenzi na maasia mengine mengi tu. Utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hutuneemesha kwa neema zake tukufu, lakini yani utukufu ni wake. Utukufu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye hutuneemesha kwa neema zake tukufu, lakini sisi hukabiliana na neema hizo kwa madhambi, kana kwamba hatuoni na hatujui siri zetu na dhahiri zetu wala mahali yani tulipo, na kana kwamba maneno yetu yote hayakuandikwa na matendo yetu yote hayakuhesabiwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, inna kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abada laqad ahsahu wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Hakuna yeyote katika mbingu na ardhi ila atakuja kwa mwingi wa Rahman, kwa mwingi wa rehma, kuwa ni mja. Amekwisha hesabu na kuwahesabu sawa sawa, na wote watamfikia siku ya kiyama peke yake. Dada zangu katika imani, siku huyo ya kiyama waliojidhulumu nafsi zao watajuta, watasema, nakumbuka hali ya mbora wa wale yani waliokanyaga ardhi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jinsi alivyokuwa akiomba msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwake zaidi ya mara 100 kwa siku, ingawa dhambi zake zilizopita na zijazo zilisamehewa. Na vipi kuhusu hali ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu? Na vipi alikuwa wa kwanza kufanya matendo mema na alikuwa wa kwanza kufanya vitendo vya utiifu mpaka imani yake ikawa kubwa kuliko imani ya umma. Na hali kadhalika kuhusu Umar bin Khattab radhiallahu anhu, aliyekuwa na mistari miwili nyeusi usoni mwake kutokana na kilio cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye Uislamu wake ulikuwa chanzo cha fahari, ambaye kuhama kwake kulikuwa yani ni ushindi, na utawala wake ulikuwa uadilifu. Na kuhusu Uthman bin Affan radhiallahu anhu, ambaye kila alipokuwa akisimama kaburini alikuwa akilia mpaka ndevu zake zililoa, akafanya hivyo, na yeye ndiye aliye fedhehesha malaika wa mwingi wa rehma, na yeye ndiye alikuwa asiyeacha kusoma Qur'an. Na kadhalika nakumbuka kuhusu hali ya Ali radhiallahu anhu, ambaye aliitaka dunia mara 3 na alikuwa akisema, ewe dunia, je, umenikaribia au umenitamani? Kamwe usidanganywe na asiyekuwa mimi. Nimekupa talaka mara 3 na sina njia ya kurudi kwako, ewe dunia. Maisha yako ni mafupi, riziki yako ni duni. Dada zangu katika imani, tujihesabuni kabla hatujahesabiwa. Tujipime amali zetu kabla hazijapimwa. Nafsi zetu,
Yani mtakuwaje nasi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na je, majuto yatasaidia? Nani atakuwa mtetezi wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati ulimwengu wa hila utaondoka na sheitani aliyelaaniwa atakuwa amejitenga nasi? Tutakuwa vipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukinyimwa pepo yake, bali atakapo kosa kutusifu, atakapokosa Allah subhanahu wa ta'ala kutusifu, kututazama wala kusema nasi, ni moto tu nafsi zetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupo sote ushindi dhidi ya nafsi zetu duniani na akhera. Shukran jazila wa barakallahu fikum.